moto wa Roho Mtakatifu ni kitu ambacho Mungu anataka tukajifunze. Moto wa Roho Mtakatifu. Moto wa Roho Mtakatifu ndilo somo ambalo Mungu anataka tujifunze, na tunakwenda kuangalia kadri Mungu anavyohitaji tukajifunze na akatufundishe. Kwa nini anataka tufundishe moto wa Roho Mtakatifu? Kwa nini moto wa Roho Mtakatifu? Tuangalie Matendo ya Mitume sura ile ya 2 kuanzia mstari wa kwanza. Matendo ya Mitume sura ya 2 kuanzia mstari wa kwanza, nitasoma mpaka wa 4. Maandiko yanasema, hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Walikuwako wote mahali pamoja ni kanisa la Mungu, ni watu wanaopenda Mungu. Walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Haleluya! Ndimi kama ndimi za moto, flame of fire. Kwa hiyo ilikuwa ni moto ambao maandiko yanasema uliowakalia kila mmoja wao. Sio ulikuwa kwa ajili ya wote, ulimkalia kila mmoja wao. Kila mmoja aliyekuwa amekusanyika, huo moto ulikaa juu yake kama ndimi ya moto, ulimkalia kila mmoja. Halafu anasema wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Kwa hiyo zile kama ndimi za moto zilizowakalia kila mmoja, maanake kulikuwa kila mmoja, ukiangalia kuna moto huko juu yake, kila mmoja kuna moto huko juu yake. Lakini wakati ule moto ukiwa juu yake, kila mmoja, maandiko anasema wakaanza kutamka kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia. Haleluya! Kwa hiyo wakaanza kutamka. Lakini ajenda kubwa ambayo Mungu anataka kuifanya ni matokeo. Kwa nini Bwana aliwaambia msitoke mpaka atakapoajilia juu yenu Roho Mtakatifu? Kuna matokeo ambayo Yesu alitaka yafanyike kwa watu wake. Kuna matokeo Yesu alichokuwa anataka ni matokeo. Ndio maana hata wakati mwingine mitume walikuwa wanaumia. Yesu alipokuwa anasema nitaondoka, nitawaacha, walikuwa wanateseka sana. Kuna mahali hata Petro anasema tofauti. Yesu anasema ninaenda kufa, nitateswa mpaka nitakufa. Petro anasema haiwezekani. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wanaumia kwamba kwa nini Yesu aondoke, kwa nini Yesu afe. Lakini Yesu alikuwa anasema punje moja angano isipoingia chini ikafa, haiwezekani kuzaa sana, lakini inapoingia ardhini ikafa, manake tunapata ngano kwa wingi. Haleluya! Kwa hiyo Yesu alikuwa anamaanisha matokeo. Tunapokuja kuangalia moto wa Roho Mtakatifu ambao Bwana aliuachilia juu ya watu wake, alichokuwa anataka sio wawe tu na sifa ya kujaa ule moto, sio wawe na sifa kwamba kuna upepo ulivuma tulipokuwa tumekusanyika. Sio hilo, sio tu wawe na ushuhuda ndani yao kwamba hii siku ilikuwa ya tofauti. Sio, kuna kitu ambacho Mungu alikuwa anakitengeneza ndani ya mioyo ya watu. Kuna kitu ambacho Mungu alikuwa amekusudia kwenye mioyo ya watu, kwa watumishi wake. Kuna jambo ambalo Mungu ndilo lilikuwa ajenda kuu. Kwa nini nasema naenda kwa Baba, lakini nitamwomba naye atamwachilia Roho Mtakatifu. Haleluya! Sasa hivyo vyote ni kitu ambacho Mungu alikuwa anataka fanya kwa watu wake, na hata leo kwangu mimi na wewe. Manake kuna aina ya matokeo ambayo kila mmoja anatamani kuwa nayo, tunatamani kama kanisa kuyapata. Lakini kama Mungu alipotaka kuyasababisha kwa mitume, aliachilia kipawa cha Roho Mtakatifu, aliuachilia moto wa Roho Mtakatifu juu yao. Maana yake hata sisi kuna vitu haviwezi kutokea hata kwako
kuna vitu haviwezi kutokea kama huu moto wa Roho Mtakatifu usiposhuka ukawa juu yako. Haleluya! Kwa hiyo hapa Mungu aliwachilia. Sasa alipouachilia, matokeo yaliyokuja kuwa baada ya huo moto kuwa juu yao ndio ambayo Bwana anataka yakawe baada ya moto huku uachilia juu yako na juu yangu. Haleluya! Juu yako, juu ya maisha yako, juu ya kila chochote unachokifanya, juu ya biashara, juu ya huduma, juu ya chochote. Huu moto wa Roho Mtakatifu ukishuka ukawa juu yako, kila ulichobeba kinabadilika. Kila kitu cha maisha yako kinabadilika. Inawezekana ukawa wakati mwingine unaanguka kwenye dhambi, unainuka. Inawezekana kuna mambo bado yanakushinda, lakini moto wa Roho Mtakatifu ukishashuka juu yako, tayari unakuwa mshindi. Kwa sababu tunaona baada ya huo moto wa Roho Mtakatifu kuwashukia wale watu, tunaona wakaanza kutamka kwa lugha nyingi sana, kila mmoja, na hata jamii ya watu wengi wakashangaa, wakasema watu wameelewa, hawa watu wana nini? Lakini Petro, sasa hapa unaona Petro anaanza kuhubiri. Ukiangalia sura ya pili, ukisoma kuanzia mstari wa 40, wakati sasa Petro anaanza kuwahubiria wale watu wengi waliokuwa wanashangaa, mbona huyu sio wa kabila yangu lakini anaongea lugha yangu? Wakaanza kushangaa. Petro akaanza kuhubiri, na alipohubiri, ukisoma mstari wa 40 sura ya pili, Matendo ya Mitume, anasema akawashuhudia kwa maneno mengine mengi sana na kuwaonya akisema, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Nao waliolipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Jamani, haleluya! Kwa hiyo walikuwako mahali pamoja, na Biblia inasema walikuwa watu 120 ndio walikuwa sehemu moja. Walikuwa wakimwabudu Mungu, walikuwa wanangoja ahadi ya Mungu ya kuachilia kipawa cha Roho Mtakatifu. Lakini wakiwa 120, Roho Mtakatifu ule moto ulipowashukia, unajua, unapomsemea Petro ndiye yule ambaye wakati Yesu anamruhusu atembee juu ya maji akaona hofu, akaogopa. Alivyoona mawimbi akaogopa. Maandiko yanasema akaanza kuzama. Tena Yesu akamkemea akasema, kwa nini umekuwa na imani haba? Kwa nini umeogopa? Kwa hiyo ni Petro yule ambaye kwanza alikuwa anaogopa. Inawezekana hata ni kama wewe leo, ukisikia bundi tu analia unaogopa. Ukisikia tu kuna sehemu umepita alafu kuna ibada ya giza inafanyika unaogopa. Ukiota ndoto unaona wachawi wako wanafanya uharibifu, halafu unakuta kuna vitu wanafanya vinakuhusu, unaogopa. Hata Petro mwanzo, kabla ule moto haujawa juu yake, alikuwa anaogopa. Huyo Petro ndiye alimkana Yesu mara ngapi? Mara 3. Alimkana Yesu. Kwa hiyo wakati mwingine usishangae kwa nini unaweza kuwa unafanya vitu ambavyo havifai. Kwa nini unaweza kuwa unamkana Yesu? Watu wanakuambia umeokoka wewe, lakini unasema hata huyo Yesu simjui. Mbona unafanya hivi lakini wewe ni kama umeokoka? Unasema hapana, mimi sijaokoka. Kwa hiyo unamkana Yesu, sio kwa sababu haujaokoka, lakini kuna moto bado haujawa ndani yako. Haleluya! Sasa huyu Petro sio kwamba alimkana Yesu akiwa hako naye, amekaa naye, amefundishwa, amejifunza, tena akaiva. Petro kuna wakati wanatuma kwenda kuhubiri, walikuwa wanaenda kuhubiri, lakini wakati umefika anaenda, wanamwambia wewe Petro, inaonekana wewe ni mwanafunzi wa Yesu. Akasema hata simuelewi, hata simfahamu kabisa, sijui habari zake. Lakini wewe mbona hata kuongea kwako wewe ni kama ni mwanafunzi wa Yesu? Lakini akakataa, kakana kabisa. Inawezekana hata wewe ukawa unatamani kumpendeza Mungu sana, lakini kila ukijaribu unashindwa, unashangaa, unarudi nyuma. Sio kwamba wewe hauna Mungu, lakini ulichokosa, ulichopungua ni moto wa Roho Mtakatifu. Kwa sababu Petro yule ambaye alikuwa anamkana Yesu mara 3, anafika mahali analia, anaumia, anasema kwa nini nimemkana Yesu? Amenitoa mbali, nimeona akiponya, nimeona akiokoa, kwa nini namkana Yesu? Inawezekana ukawa umeshashuhudia matendo ya Mungu lakini ukamkana.
Unamkanaje? Sio kwa maneno tu, hata kwa matendo. Inawezekana ukafanya dhambi, inawezekana ukafanya. Ukiona mtu anafanya dhambi, alichopungua ni moto wa Roho Mtakatifu hana. Maana yake hata hofu ndani yake hana, kwa sababu moto wa Roho Mtakatifu inapofika kwenye anga ambalo lina dhambi, yani kuna mtego wa dhambi, huwa ule moto unaharibu ile mitandao. Haleluya! Yani ni kama nuru. Ile nuru ikiwa na nguvu, ikifika mahali kuna giza, ni kama giza halipo, kwa sababu nuru ipo. Haleluya! Sasa huu moto ndio Mungu anautaka, ndio Mungu anataka uje juu ya maisha yako. Yani wewe uwe ambaye hawategemei kukupata leo wala kesho, na inawezekana. Kwa sasa Mungu alichokuwa anataka, Yesu alichokuwa anataka ni matokeo. Alikuwa anajua, wewe Petro haujui unachokikataa. Mimi lazima nife, lakini nisipokufa wewe utazidi kunikana, wewe utazidi kusema uongo, wewe utafanya dhambi tu. Acha nife, uje moto ambao utakukamilisha. Haleluya! Nasema ni msaidizi ambaye anatukamilisha sisi. Kwa hiyo hata hapa walikuwa 120, lakini walikuwa wanatamani wawe wengi. Hata kanisa hapa tulio kwa idadi hii tunatamani jamii kubwa ya watu wengi ije mahali hapa. Haleluya! Tunatamani, ni shauku ya kila moja, ni shauku yangu, ni shauku yako. Hata walipokuwa 120 walikuwa ni wachache. Mafarisayo walikuwa wengi, Masadukayo walikuwa wengi. Kwa hiyo hata jamii ya Kristo walikuwa wanatamani kuongezeka. Sasa unaona, moto ulipoachiliwa juu yao, maandiko yanasema Petro akaanza kuhubiri. Walipokuwa wanashangaa, ile jamii ya watu wengi wanashangaa, kwa nini hawa wamekuaje? Hawajalewa, wala hawajalewa. Sasa akawahubiri kwa maneno mengi ya Kristo, akawahusia kwa maneno ya Kristo. Maandiko yanasema watu waliookoka siku ile wakaokoka watu 3,000 jumlisha 120. Jamani, haleluya! Kanisa likabadilika, yaani watu kutoka 120 siku moja, hatusemei mwaka, siku moja washirika 3,000 kutoka kwenye 120 wakaongezeka 3,000. Kanisa likawa na washirika 1,000 na 120. Jamani, tunaelewana? Lakini sababu ni nini? Ni kwa sababu wale 120 wote walikuwako pamoja, walikuwa wamekusanyika kwa moyo mmoja. Hata mimi na wewe unapokuwa hapa leo, kusanyika kwenye hii ibada kwa moyo mmoja. Haleluya! Kwa sababu huu moto, hizi kama ndimi za moto ukiwa juu yako, juu ya kila moja hapa, kuna wengi wanakuja. Bwana apewe sifa. Kuna wengi wanakuja. So hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja, maanake walikuwa na moyo moja, walikuwa na nia moja, walikuwa na roho moja, wote walikuwa wanampenda Mungu, wote walikuwa na shauku moja. Kama kanisa, ili tuweze kukutana na hii nguvu, huu moto wa Roho Mtakatifu, jambo la kwanza lazima tuwe na nia moja. Kusiwe na mgawanyiko, kusiwe na watu wanaenda kaskazini, wengine wanaenda kusini. Haleluya! Kwa hiyo walikuwako pamoja, tafsiri yake walikuwako katika moyo mmoja. Mimi na wewe tuwe hapa katika ibada hii kwa moyo mmoja. Sasa unaona, kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Kwa hiyo hakuna hata mmoja kwenye wale 120, hakuna hata mmoja alikosa. Kukawatokea ndimi za moto, flames, zilizowakalia juu yao. Haleluya! Kwa hiyo kulikuwa na moto, kila mmoja ulikuwa unaona kuna moto unawaka juu yake. Kila mmoja kuna kitu kinawaka juu yake, kuna moto umekaa juu yake, kila mmoja 120. Kwa hiyo wale 120 walipokuwa na nia moja, wakapata ule moto juu yao, kanisa likaongezeka.
naamini na wewe utaongezeka, naamini kanisa litaongezeka, naamini uchumi utaongezeka, naamini biashara itaongezeka, huduma itaongezeka, karama itaongezeka, kipawa kitaongezeka, nguvu ya Mungu itaongezeka kwa jina la Yesu. Haleluya! Kwa sababu hata Petro alikuwa ni dhaifu sana, lakini kwa kinywa chake maelfu wakaokoka. Na wewe kwa kinywa chako, kwa kinywa cha kila mmoja maelfu wakaokolewe kwa jina la Yesu. Haleluya! Kwa hiyo ili hiyo iwe, ni lazima moto uwe juu yako, na ili moto uwe juu yako, maana yake tushikamane. Siku ya leo tushikamane. Tunapohitaji huo moto, kila mmoja uwe unashuka mbele za Mungu, unamwambia Bwana, nataka ni ubebe huo moto aliyoubeba Petro akaacha kukana, aliyoubeba Petro akaondoka kwenye mlango wa hofu. Haleluya! Kwa sababu Petro alikuwa anazama, alikuwa ni mtu ambaye anazama, alikuwa na hofu, akiona mawimbi alikuwa anaogopa. Lakini inawezekana hata leo wewe, jana ulikuwa ukiona mawimbi unaogopa. Haleluya! Ukiona tu shida imetokea kwenye maisha unaogopa. Kuna kitu ulikuwa hauna, ukiwa nacho leo, zile shida ndizo zitakuwa zinakuogopa. Haleluya! Zile shida ndizo zitakuwa zinakukimbia. Hakuna mahali tunaona mawimbi tena yanamkaribia Petro, hakuna sehemu. Petro alikuwa ni mwingine, kwa sababu kuna moto ulishuka, moto wa Roho Mtakatifu juu yake. Na sisi ndicho kitu Mungu anataka, na leo iwe leo kwako. Haleluya! Leo iwe leo, huu moto utoke nao. Kuna badiliko litokee kwenye maisha yako, kuna kitu ukakione. Bwana apewe sifa. Sasa ni mambo mengi ambayo Bwana alianza kuyatenda. Mwanzo kina Petro walikuwa wanaenda, Yesu alikuwa anawatuma, wanarudi wanashangilia, wanasema mapepo yanatutii. Yaani tunaelewana? Mapepo yanatutii. Yaani walikuwa wakikemea kapepo, wakiona kametoka wanashangilia. Ni pepo lakini sio kiwete amesimama. Jamani, haleluya. Kwa hiyo kuna kiwango ambacho walikuwa wanaoperate cha chini sana, kwa sababu mtu aliyeokoka akisema kwa jina la Yesu, mapepo yatakimbia tu. Leo wanarudi wanashangilia, yani wanashangaa, mapepo yametutii. Anasema nalimuona hapa Ibilisi akianguka chini kama umeme. Haleluya. Lakini baada ya huu moto wa Roho Mtakatifu, unaona Petro na Yohana wanaenda saa ya kusali, wanaenda wanafika mlango uitwao Mzuri, wanakuta kuna mtu ni kiwete tangu. Haleluya. Yani tangu anazaliwa mpaka anafikia miaka mingi ni kiwete. Wale wanasema yule mtu alikuwa anawaangalia akitazamia kwamba kuna kitu nitakipata, kuna sadaka leo nitaipata. Sasa alikuwa anaomba sadaka kwenye hema, kwenye mlango wa watu wanaingia ibadani, anaomba sadaka. Kila mtu akipita anamwambia nisaidie. Kwa hiyo Petro na Yohana, ule moto ukiwa juu yao, wakafika pale wakamuona. Haleluya. Tuangalie hiyo sura ya tatu kuanzia mstari wa kwanza. Basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali, saa 9. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu, ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyu akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Tunaona na Petro akimkazia macho pamoja na Yohana, akasema tutazame sisi. Akawaangalia akitaraji kupata kitu kwao, lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Akamshika mkono wa kuume akamwinua, mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu, akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda, akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akirukaruka na kumsifu Mungu. Haleluya. Ni yule Petro wa jana, lakini baada ya ule moto kuwa juu yake, wakati wa kusali, wanasema saa 9, wakawa wanaenda wakamwona kiwete, tena tangu tumboni mwa mama yake ni kiwete. Sio kwamba alipata ajali, ni kiwete. Alikuwa anangoja kwenye mlango uitwao Mzuri
anangoja apewe sadaka. Kuna watu walikuwa wanamchukua kila siku, wanamweka pale kila siku wanamchukua, lakini akawaona Petro na Yohana wanataka kuingia hekaluni, akaomba apewe sadaka. Lakini Maria anasema Petro akamkazia macho, akamwambia tutazame sisi. Haleluya! Akamwambia sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kuna vitu ukipokea huu moto hautatumia gharama kuviinua, vitainuliwa kwa ule moto urao. Haleluya! Vitainuka tu, hata kama vilikufa tangu tumboni, lakini kwa sababu umepokea ule moto wa Roho Mtakatifu vitainuka. Haleluya! Petro anasema wala hatuna fedha wala hatuna dhahabu, lakini kuna kitu tumekipata. Ni kitu gani? Moto wa Roho Mtakatifu ulikuwa juu yao. Akamwambia sasa simama uende. Haleluya! Baada ya huu moto wa Roho Mtakatifu kusuka juu yako, kuna vitu vikasimame vianze kwenda. Haleluya! Kila huduma ikasimama ianze kwenda, kipawa kianze kwenda, biashara ianze kwenda, baraka zianze kuinuliwa. Haleluya! Zianze kuongezeka kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Hakutumia fedha. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Haleluya! Kwa hiyo alikuwa amepokea kuna kitu ambacho ni moto wa Roho Mtakatifu, kiasi kwamba akimkazia macho kiwete, nataka ukakazie macho, kila kilichokuwa kimeharibiwa kikainuke. Haleluya! Mungu anataka ukainue maisha ya watu hata ambao tangu tumboni mwa mama zao wameharibiwa, wamelaaniwa, wametamkiwa mabaya, ndoto zao zimekufa wakiwa tumboni, lakini huu moto ukiwa juu yako utaziamuru hizo ndoto ziwe hai kwa jina la Yesu. Haleluya! Utaziamuru hizo ndoto zilizokufa za watu ambao wanaishi katika mateso, utaziamuru ziwe hai, zitakuwa hai. Utaziamuru ziinuka, zitainuka kwa jina la Yesu. Yule kiwete akaenda, vifundo vya miguu yake vikapata nguvu. Haleluya! Akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda, vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Alikuwa hana uwezo wa kwenda, alikuwa hana nguvu, miguu yake imejikunja, lakini vifundo vikatiwa nguvu. Kwa nini? Kuna moto wa Roho Mtakatifu ulikuwa. Na mimi nataka huo moto ubebe leo, halafu ukautamke kwenye chochote. Kama kilikuwa kimekunjamana hakiwezi kwenda, uchumi umekunjamana huwezi kwenda, elimu haiwezi kwenda, huduma haiwezi kwenda, Mungu afanye jambo. Haleluya! Mungu afanye jambo, na Mungu atafanya kwa kanisa. Mungu atafanya kwenye karama ya kila moja, kwenye kipawa kwa kila moja, kitaanza kwenda kwa kasi. Bwana apewe sifa. Sasa Mungu alifanya maajabu makubwa sana. Kuna wakati kina Petro wameletewa mtu amwombee, ana mapepo na kifafa, wamekusanyika wanafunzi wale, wakamleta tumwombee, wakamwombea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, lakini yule mtu hakupona. Sasa yule mzazi akampeleka kwa Yesu, akamwambia nisaidie mwanangu huyu apone, kwa sababu nilimpeleka kwa wanafunzi hawakuweza kumponya. Yesu akasema kwa nini mna imani hapa, mlete kwangu niponye. Akamponya. Lakini kina Petro wakajiuliza, mbona sisi hatukuweza? Kuna vitu hauwezi kabla huu moto haujakushukia. Haleluya! Na hauji kama utakavyo. Ni saa ya Bwana ndiyo inaamua, na saa ya Bwana ni hii. Sio kwamba Yesu alikuwa haoni umuhimu wa Petro kubeba ule moto saa ile, lakini iko saa ya mbinguni iliyokuwa imeshaandaliwa ule moto kushuka juu yao. Kuna saa ambayo iliandaliwa kwa ajili ya moto kushuka kwa kanisa. Saa hiyo ni leo. Haleluya! Hiyo saa ni sasa, ni sasa. Kwa hiyo mbona sisi hatukuweza kumwondoa? Mbona sisi hatukuweza kumponya? Kuna upungufu wa imani ndani yenu. Kwa hiyo Petro huyu anayeinua kiwete alishindwa kuondoa pepo la kifafa ndani ya mtu. Kuna mtu alimwombea akashindwa kumponya. Haleluya! Lakini Petro huyu ilifika mahali kivuli chake, bali kusema wanaletwa wagonjwa, wanawekwa, akipita tu kivuli chake, hajaongea, kivuli chake kikimgusa mtu mapepo yanakimbia.
Haleluya! Kansa inaachia, viwete wanatembea. Leo kivuli chako lazima kiwe na moto. Haleluya! Kivuli chako lazima kiwe na moto ulao, lazima kibebe moto ambao ukipita kwenye biashara yako inaamka. Waliacha madawa, najua naua, ukikatisha tu mlangoni yanakuwa hai kwa jina la Yesu. Haleluya! Kwa hiyo kila Petro alipokuwa anaingia, yaliyokufa yalikuwa yanakuwa hai, kwa sababu Petro alikuwa akikatisha kwa wagonjwa, haongei wala nini, ila kivuli kikipita tu. Haleluya! Kwa hiyo unapotoka ukipita kwenye mlango, kama kuna vitu vilikufa vinakuwa hai. Haleluya! Ukiingia kwenye nyumba yoyote, kama kuna adui yumo, kama kuna mapepo yamo, yanakimbia, kwa sababu kivuli chako unaenda nacho. Bwana asifiwe. Lakini huyu Petro huyu aliwahi kuhangaika na kapepo kwa mtu mmoja. Alikuwa anahangaika nako. Kwa nini? Alikuwa anajiuliza, inawezekana wewe kuna vitu unajiuliza, kwa nini hili jambo haliendi? Kwa nini ninaomba lakini kinakuwa tofauti? Mbona ninavyoomba sivyo Mungu anavyojibu? Hapana, kuna saa ya moto. Leo unaomba uwe kama Petro, lakini Petro huyo kuna wakati ambao alizama majini. Kwa hiyo usiogope hata kama umezama, lakini Bwana akakuokoa. Usiogope. Hata Petro aliwahi kuzama, lakini alipotoka akakubali kupokea ule moto wa Roho Mtakatifu, mambo yalibadilika. Haleluya! Mambo yatabadilika yote kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya, yatabadilika. Filipo alikuwa very simple, lakini maandiko anasema Roho Mtakatifu akamwambia, nenda, kuna mtu wa Kushi yuko anashuka, anarudi nyumbani, anarudi kwao. Haleluya! Akasema nenda ukamhubiri Injili. Akaenda akamkuta yuko kwenye gari lake anaenda. Roho Mtakatifu akamwambia, panda huko. Akakuta anasoma kitabu fulani cha nabii Isaya. Akaanza kumfundisha, lakini wakafika mbele wakakutana na mtu fulani, kuna mali. Kwa nini sibatizwa? Anasema ni sawa. Wakashuka, ile Filipo anamsamisha yule mtu, anainuka. Filipo akachukuliwa na Roho Mtakatifu. Haleluya! Akachukuliwa na Roho Mtakatifu akapelekwa sehemu nyingine kabisa. Kwa nini? Moto wa Roho Mtakatifu uliokuwa juu ya Filipo ulifanya Filipo akatoweka, halafu akaenda sehemu nyingine kabisa. Haleluya! Moto wa Roho Mtakatifu ukiwa juu yako, kuna kiwango utakuta umetoweka, halafu uko kiwango kingine kabisa. Haleluya! Na Mungu anataka tuondoke katika kiwango cha leo twende kiwango kingine, lakini jambo ni moja, moto wa Roho Mtakatifu. Haleluya! Moto wa Roho Mtakatifu ndio ambao Mungu anataka uwe juu yetu, uwe juu ya maisha yako, uwe juu ya kila moja. Mungu atakushangaza. Kuna hali uko nayo leo, lakini ghafla utajikuta haupo kwenye hiyo hali, uko kwenye hali nyingine. Haleluya! Kama Filipo alishangaa hayuko pale, akatokea sehemu nyingine. Mungu anataka ghafla tushangae, hatuko hivi tulivyo, tuko kwenye kiwango kingine, kiwango cha kushangaa. Tunashangaa sisi na wanaotuangalia wanashangaa. Haleluya! Haleluya! Yaani kuna watu ambao tutakuwa tunawaambia sisi ndo wale pale, sisi tulikuwa pale, picha zetu ni hizi. Kuna watu utawaambia mimi ndo huyu kwenye picha, watakataa. Utawaambia mimi ndo huyu na baiskeli, mimi ndo huyu hapa, nilikuwa hata sina nyumba, mimi ndo nilikuwa sina hata baiskeli, lakini hapo una gari lako. Haleluya! Hapo una familia yako, hapo una nyumba yako, hapo unafanya kazi ya Mungu kwa namna ya ajabu sana. Utashangaa, watakuwa wanashangaa. Mungu anataka ashangaze kuanzia sisi mpaka wale tutakaowapa habari. Moto wa Roho Mtakatifu, hivi ni vitu ambavyo Mungu alikuwa anavitaka, ni matokeo ambayo alimfanya Mungu aachilie hicho kipawa. Huo moto wa Roho Mtakatifu uwe juu ya watumishi wake. Haleluya! Ninaamini sasa hata wewe uko tayari. Usikubali siku ya leo ikakupita bila kuchukua. Maandiko hajasema wale 120 walikuwemo vijana au mabinti au wanani, lakini wamesema 120.
na wote, hakuna waliobaki. Hakuna kwamba fulani alibaki, fulani alibaki. Kwa hiyo ule moto wa Roho Mtakatifu, zile ndimi za moto zilishuka kwa kila mmoja vile ambavyo alikuwa na shauku. Mimi na wewe tuna shauku kanisa liongezeke, kanisa liinuliwe, lakini nakuhakikishia hizi ndimi za moto, moto wa Roho Mtakatifu unaposhuka juu yako, unaposhuka juu ya kila mmoja, kuna matokeo yanaenda kufanyika. Haleluya, kuna matokeo makubwa. Tazama, alikuwa 120 siku moja wakaongezeka watu 3,000. Kwa hiyo kanisa likawa na watu 3,120, yaani zaidi ya mara 10, zaidi ya mara 10, kwa sababu 120 mara 10 ni 1,200. Haleluya, zaidi ya mara 10. Hata leo Mungu ana shauku ya kuliongeza kanisa, lakini si kama utakavyo, si kama nitakavyo. Iko saa huwa imeandaliwa mbinguni, na hiyo saa huwa inashusha moto wa Roho Mtakatifu, na ule moto unapokamata hilo kanisa ghafla linaanza movement. Haleluya, Mungu aanze kufanya movement ya kanisa, aanze kufanya vitu vianze kutokea, aanze kufanya vitu vianze kuwa tofauti. Haleluya, maana saa yake imefika. Na Mungu anawachilia moto, sio kwenye jengo, anawachilia moto. Mungu hakuwachilia moto kwenye viti walivyokalia watu. Mungu hakuwachilia ule moto wa Roho Mtakatifu kwenye vyombo vya muziki, aliachilia juu ya watu waliokuwa wamekusanyika. Kwa hiyo moto wa Roho Mtakatifu unaachiliwa juu yako. Haleluya, wewe ndiye ambaye ni wa kupokea huo moto wa Roho Mtakatifu. Nami natamani Mungu afanye hivyo kwako. Unapotoka leo, uwe nao huo moto. Ghafla kila unayemwambia kuokoka anasikia kuokoka. Kila unayemwambia Yesu anaweza, anasikia ni kweli Yesu anaweza. Kila unayemwambia Mungu atakuinua, anasikia kabisa anaenda kuinuka. Haleluya. Kila unayemwambia Mungu naona atakuponya, hiyo shida yako itaisha na inaenda kuisha, anasikia kabisa mifupa inatikisika na hiyo shida inaondoka kwa jina la Yesu. Haleluya. Kila unayemwambia familia yenu, naona Mungu ataiponya, naona Mungu ataiokoa, kuna watu wanaenda kubadilishwa, wanaenda kuinulia, ghafla huyo mtu anaanza kusikia nguvu ya mabadiliko. Haleluya. Kuna nguvu ya mabadiliko imebebwa ndani ya huo moto, na huo moto unaachiliwa juu yako.